Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 254. Mtazamaji, kwa mara ya kwanza yule ambaye ni kiongozi wa muungano wa Linda Mwananchi na mzungumzia Edwin Sifuna ameweka wazi kwamba kuna baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini Kenya ambavyo vimeweza kupewa masharti kwamba visiweze kumfanyia interview mheshimiwa Sifuna ama kumhoji Edwin Sifuna. Sifuna akizungumza hii leo kwenye mahojiano ya moja kwa moja na Radio ameweka wazi kwamba sasa alikuwa amepanga kuenda kufanya interview na Radio Jambo, lakini baadaye interview ambayo ilikuwa imepangwa kwa muda mrefu iliweza kupigwa marufuku mara moja. Hii ni baada ya Sifuna kupata ujumbe kutoka kwa wale ambao ni wanahabari wa Radio Jambo wakimwambia kwamba wameweza kucancel hiyo interview, ikidaiwa kwamba ni kutokana na order from the above, ambapo Sifuna alikosa kuhudhuria ama kuhojiwa na Radio Jambo. Hayo yanajiri wakati ambazo taarifa zimekuwa zikienea kwamba sasa huenda kuna baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini Kenya ambao vimepewa masharti ya kufanya kazi na serikali ya Rais William Ruto, na sasa havifai kuweza kuwahoji wale ambao ni wanasiasa wa upande wa upinzani, huku vyombo vingine vya habari vikipewa masharti kwamba havifai kuweza kuhoji wale ambao ni wanasiasa kutoka upande wa serikali. Hayo yanajiri wakati ambapo mtazamaji, kwamba kulingana na katiba ama sheria ya vyombo vya habari ni kwamba wanahabari hawafai kuweza kuegemea upande wote, lakini mara nyingi unapata kwamba kuna baadhi ya wanasiasa ambao wanamiliki vyombo vya habari na wanasababisha kwamba wanasiasa wengine wasiweze kuhostiwa ama kupewa vipindi katika redio zao. Hebu tuweze kutazama video hii yake Edwin Sifuna akiweka wazi ukweli wa mambo, akisema kwamba alikuwa amepanga vizuri kuweza kuhojiwa na Radio Jambo, yani kwenye kipindi cha Radio Jambo Gidi na Agosti asubuhi, lakini baadaye interview hiyo iliweza kupigwa marufuku. Hii ni baada ya uamuzi kuweza kufanyika kutoka kule majuu katika Radio Africa. Hebu tuweze kutazama Mike. Endelea mheshimiwa. Nataka niwashukuru kwanza wana Radio Maisha kwa kunipa fursa hii ya kuzungumza na wasikilizaji wenu leo asubuhi. Manake sijajipata hapa kwa mpango, ilikuwa ni kwa bahati yani. Manake kuna shirika lingine la radio na nilikuwa nimeomba, kwa sababu na shughuli nyingi, nikiwaambia kwa muda wa miezi 2 kwamba nikipata fursa nitakuja, kwa sababu mimi kwanza ni public servant, na kama public servant nilitoa ahadi nikiwa katika hizi studio zenu hapa kwamba lazima nitawajibika wakati wote ambao mnahitaji kwamba tuwe na mazungumzo ili kueleza kazi ambayo tunafanyia watu wa Nairobi, hatma ya nchi, kazi ambayo nafanya pale kama katibu mkuu wa chama. Ni lazima nitakuwa nikijitokeza, na walipodhibitisha ama tulipo confirm jana kwamba nitakuwa kwenye studio za Radio Jambo leo, wakapigiwa simu wakaambiwa yule asije pale, na ni kitu cha kutamausha sana, kwa sababu tunataka kujenga nchi ambayo ni ya kidemokrasia. Nimewapa mfano wenzenu wa kule Spice kwamba kuna wakati ambapo hatungeweza kufanya mazungumzo kama haya, ya kwamba kulikuwa na stesheni moja tu ambayo ilikuwa ndio baba na mama, na hatukuwa na uhuru wa kuzungumzia masuala jinsi ambavyo mumetupa hiyo fursa. Na kuna watu wa Kenya ambao walipigania hii space ambayo tuko nayo, uhuru ambao tuko nao. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana wana Spice, wana Radio Maisha ya kushikilia kwamba yani wacha demokrasia inahitaji kwamba tusikize kila maoni.